TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Mshindi wetu wa nafasi ya kwanza katika somo la sayansi ya kompyuta ana stashahada ya walimu wa elimu ya sekondari, ana uzoefu wa mwaka mmoja kazini, anatoka katika mkoa wa Kilimanjaro, halmashauri ya Same, anafundisha shule ya sekondari Kirangare. Mshindi wetu ni Taslo Joseph Luambano. Majina naitwa Taslo Joseph Luambano, ni mshindi katika somo la computer science, na katika ushindi huu nitautumia kwa ajili ya kuendeleza walimu wenzangu kule mashuleni kutumia mifumo mbalimbali ya tehama, hasa hii ya TET, LMS, MEWAKA na hiyo yote ambayo tusaidia sisi walimu kufanya kazi kwa ufanisi, na hasa katika ile akili mnemba AI kwa ajili ya kufundishia pamoja na kusomea mashuleni Tanzania nzima. Na nitakuwa katika kuhamasisha nitakaporudi huko nyumbani, nitakaporudi huko shuleni na kuwa mhamasishaji mkubwa. Hebu tueleze siri ya mafanikio ya wewe mpaka kuibuka kwa mshindi kunako kinyang'anyiro ambacho bila shaka ni kigumu kweli kweli, lakini wewe umebuka mshindi na umechukua zawadi. Kwa kweli mtangazaji, kusema kweli ni bahati, ni heshima pia, lakini kikubwa ni mazoezi ambayo nakufanyisha mara kwa mara, lakini pia kuhudumia wanafunzi katika moyo mmoja. Yaani kwa maana kwamba mtoto unapomfundisha hakisha anaelewa, sio kutumia ukali nini, inabidi uwe mwalimu flexible, uwe mwalimu ambao ni mpole kumwelekeza mwanafunzi akisha anaelewa katika ile taaluma yako. Na kwamba computer science kidogo ni changamoto hasa kwa watoto jipya, na pia nilisoma la teknolojia. Kunapokuwa na teknolojia lazima tumie mbinu mbalimbali za ziada kuhakikisha mwanafunzi anaelewa zaidi kwa ufasaha. Na unatoa wito gani sasa kwa Taasisi ya Elimu Tanzania pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kuendelea kufanya maboresho makubwa sana kunako shindano hili? Kwa taasisi ya TET pamoja na Wizara ya Elimu na washauri pia waendelee kutoa vifaa mbalimbali vya kusoma na kufundishia. Tumejifunza pia kuna smart class. Smart class ni nzuri sana kwa mwanafunzi kujifunza akiwa mbali na mwalimu, hasa kwa upungufu wa ile masomo ya ziada. Kwa hiyo naisisitiza Wizara ya Elimu au katika taasisi ya elimu kuendelea kutoa vifaa vya ziada, kompyuta na kadhalika, ili zisaidie katika wanafunzi mbalimbali wajifunze zaidi somo hili la computer science. Kwa majina naitwa Mwalimu Musa Justin, natokea katika halmashauri ya Iringa Manispaa, mkoa wa Iringa, katika shule ya sekondari kwa Vava. Kutokea Iringa moja kwa moja, bila shaka umepokeaje ushindi huu mwaka 2026 kwenye historia yako ya taaluma yako? Bila shaka umeandika historia kuwa mshindi. Pengine ushindi huu unauzungumziaje? Ushindi huu ninauzungumzia kwa namna tofauti, ni wa kipekee sana kwenye maisha yangu, lakini pia nina udedicate moja kwa moja kwa wanafunzi ambao wamenipa ushindi na kunifanya nionekane kuwa bora, maana wasingalikuwa wao huenda nisingalikuwa pia mwalimu bora. Jinsi ambavyo wameonyesha ushirikiano tukiwa darasani, majaji, taasisi ya elimu kwa ujumla chini ya Wizara ya Elimu, lakini pia kuwapongeza pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona jambo muhimu zaidi kwa ajili ya kuweka mashindano kama moja ya njia ya kuendelea na mafunzo ya walimu kazini, yani MEWAKA. Unaweza ukatueleza tu kwa ufupi siri ya mafanikio ya ushindi huu kwako hasa ilikuwa imechagizwa na nini? Siri ya mafanikio katika ushindi wangu ni kumtanguliza Mungu na kuwa na kujiamini, kuwa mtu wa kuthubutu zaidi. Ukiwa unathubutu ndivyo unavyokuwa unakaribia mafanikio yako. Labda ni waombe walimu ambao hawajathubutu katika mashindano haya waendelee kujifunza, na kwa walimu ambao tayari wameshinda ili waweze kushindana zaidi na wao kuwa washindi. Na unatoa neno gani sasa kwa Taasisi ya Elimu Tanzania pamoja na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kizingatiwa kwamba hukutarajia pia Mheshimiwa Waziri kutoa agizo kabisa la moja kwa moja kwamba pamoja na zawadi hii ambayo mnaipokea hapa na mtaongezewa zawadi nyingine ya kiwanja? Hilo unazungumziaje? Kwanza ni furaha ya ajabu sana kuweza kupata kitu ambacho hakihamishiki. Hizi fedha shilingi milioni 2.5 zinaisha,
na huenda wengine tungeenda hata kununua nguo, kufanya matumizi mengine, kitu ambacho kinaisha. Lakini kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Waziri Profesa Riziki Shemdoe alivyotoa agizo kwamba makatibu waandike barua moja kwa moja kwenda kwenye halmashauri ambazo tunatokea kwa ajili ya kupewa viwanja, lengo kubwa ameona kwamba maarifa tuliyoyapata, uzoefu tulioupata, tuendelee kubaki katika eneo lile lile kwa ajili ya kuwa tija na mfano kwa walimu wengine.